Taarifa kutoka katika jeshi la polisi tunaambia kwamba diwani wa CCM katika kata ya Kizinguzingu, Mwalimu Matrice Mpemba amefariki dunia baada ya kudaiwa kupigwa kichwani na kitu chenye ncha kali. Tukio hilo limetokea usiku wa kuamkia Aprili 3 mwaka huu katika kijiji cha Ruyenzi, kata ya Kizugizugi. Anakuambia akiwa njiani kuelekea nyumbani alikokuwa anatoka sokoni. Mwalimu Mpemba ambaye alikuwa akiwakilisha CCM katika kata hiyo anadaiwa kushambuliwa na watu wasiojulikana, jambo ambalo limesababisha majeraha kichwani mwake na kufariki dunia akiwa njiani kupelekwa katika jiji la Mwanza kwa matibabu zaidi. Kamanda wa jeshi la polisi katika mkoa wa Kigoma amethibitisha taarifa kuhusu kifo cha mwalimu huyo ambaye alifariki dunia majira ya saa 11:45. Wanakwambia Makungu amesema Mwalimu Mpemba amefariki dunia wakati akiwa njiani kupelekwa katika hospitali ya rufaa ya Bugando katika jiji la Mwanza kwa matibabu zaidi. Amesema kuwa kutokana na tukio hilo jeshi la polisi katika mkoa wa Kigoma linamshikilia mtu mmoja ambaye jina lake halikuwekwa wazi kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Makungu amesema kuwa upelelezi wa tukio hilo unaendelea na kwamba mtuhumiwa atafikishwa mahakamani baada ya uchunguzi kukamilika. Aidha, Makungu ameongeza kuwa jeshi la polisi linatoa wito kwa wananchi kuendelea kutii sheria na kuacha tabia za kujichukulia sheria mikononi. Ameahidi kuwa jeshi la polisi litaendelea kuchukua hatua kali dhidi ya wale wote ambao wanajihusisha na vitendo vya kuchukua sheria mikononi ili kuhakikisha usalama pamoja na amani vinatawala katika jamii. Katibu mkuu wa CCM katika mkoa wa Kigoma, Christopher Palagio, ameeleza kusikitishwa na tukio hilo na kusema kuwa chama kinashutumu vikali mauaji hayo. Kiongozi huyo ametoa wito kwa jeshi la polisi kuhakikisha wahusika wa tukio hilo wanakamatwa haraka na kuchukuliwa hatua za kisheria. Amesisitiza kuwa mauaji ya namna hiyo hayakubaliki katika jamii ambayo inastarabika na uchunguzi wa haraka ni muhimu ili kuondoa mashaka pamoja na wasiwasi ambao unasababishwa na tukio hilo miongoni mwa wananchi. Hili ni jambo ambalo alivumiliki, alisema Paraglo, na ameongeza kuwa hata kama kulikuwa na changamoto ni bora anakuambia kushughulikia masuala hayo kupitia vyombo vya kisheria. Katibu huyo pia amesisitiza umuhimu wa amani pamoja na usalama katika kipindi hiki muhimu na kutaka kila mtu atii sheria ili kudumisha utulivu katika jamii.